Ramadhani ni mwezi mtukufu zaidi katika kalenda ya Kiislamu, ukiadhimishwa na zaidi ya Waislamu bilioni 1.9 duniani kote. Ni kipindi cha tafakari ya kiroho, ibada na nidhamu binafsi pamoja na mshikamano wa kijamii. Mwezi huu unajulikana kwa swaumu, yaani funga, ambayo ni moja ya nguzo 5 za Uislamu, pamoja na shahada, yaani imani, sala, zaka na hija. Kwa Waislamu, Ramadhani si tu kujizuia kula na kunywa mchana, bali ni wakati wa kujitakasa kiroho, kutubu dhambi na kuimarisha uhusiano na Mwenyezi Mungu. Mwezi huu una umuhimu mkubwa wa kidini na kihistoria, kwani ilikuwa ni wakati wa kushushwa kwa aya za kwanza za Qur'ani kwa Mtume Muhammad, rehema na amani ziwe juu yake. Historia ya Ramadhani. Asili ya Ramadhani inarudi nyuma hadi mwaka 610 baada ya Kristo, ambapo Mtume Muhammad alikuwa akitafakari katika pango la Hira karibu na mji wa Maka, ambapo ndipo malaika Jibril, ambaye anajulikana pia kama Gabriel, alimletea ufunuo wa kwanza wa Qur'ani, ambapo baadaye ukawa msingi wa Uislamu. Tukio hili la kipekee linajulikana kama Lailat al-Qadri, yaani usiku wa kadri, ambalo linachukuliwa kuwa usiku mtukufu zaidi katika Uislamu, likitokea katika 10 la mwisho la Ramadhani. Baadaye mwaka 624 baada ya Kristo, Mwenyezi Mungu alifanya kufunga katika mwezi wa Ramadhani kuwa ni jambo la lazima kwa Waislamu wote wenye umri wa mtu mzima. Amri hii ilitolewa kupitia Qur'ani ikisema, enyi mlioamini, mmeandikiwa saumu kama ilivyofadhaliwa kwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu. Hii utaipata kupitia Qur'ani sura ya 2 aya ya 183. Aya hii inaonyesha kuwa saumu haikuwa desturi ya Kiislamu pekee, bali pia ilikuwepo kwa watu wa dini zilizopita, wakiwemo Wayahudi na Wakristo. Madhumuni makuu ya kufunga ni kupata takwa, yaani kumcha Mwenyezi Mungu na kujifunza nidhamu binafsi. Tangu wakati huo, Ramadhani imeendelea kuwa sehemu muhimu ya maisha ya Kiislamu, ikiadhimishwa kila mwaka wa Kiislamu wa tamaduni zote. Kwa nini Waislamu hufunga wakati wa Ramadhani? Saumu ina sababu nyingi za kiroho, kijamii na kiafya. Sio tu kujizuia kula na kunywa, bali pia ni kujifunza nidhamu ya mtu binafsi, shukrani na utambuzi wa matendo ya mtu. Hapa kuna sababu kuu za kufunga. Sababu ya kwanza ni kujitakasa kiroho na kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Ramadhani ni kipindi cha kujitakasa kiroho na kutafakari kwa kina. Kupitia swaumu, Waislamu hujiepusha na mambo ya kidunia na kuelekeza nguvu zao katika sala, kusoma Qur'an na kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Sababu ya pili ni kutii amri ya Mwenyezi Mungu. Kufunga Ramadhani ni agizo la moja kwa moja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na kwa kutekeleza, Waislamu huonyesha imani, utiifu na unyenyekevu mbele ya Muumba. Na sababu ya tatu ni kujifunza nidhamu na subra. Kwa kujizuia kula, kunywa na matamanio mengine kutoka alfajiri hadi machweo, Waislamu hujifunza nidhamu yao binafsi, subra na kudhibiti matakwa ya kimwili. Sababu ya 4 ni huruma kwa maskini na wenye mahitaji. Kupitia saumu, Waislamu hujihisi njaa na kiu kama maskini, hali inayowafanya wawe na huruma na moyo wa kusaidia. Hii inamaanisha utoaji wa sadaka kwa wale wasiojiweza. Sababu ya 5 ni kuimarisha umoja wa familia na jamii. Ramadhani huleta familia na jamii pamoja kupitia kufuturu kwa pamoja, kusali kwa pamoja na kufanya ibada kwa pamoja. Sala za tarawehe ambazo huswaliwa kwa jamaa wakati wa usiku huimarisha mshikamano wa Kiislamu. Na sababu ya 7 na ya mwisho katika listi yangu ni manufaa ya kiafya ya kufunga. Tafiti mbalimbali za kisayansi zimeonyesha kuwa kufunga kunaweza kuwa na faida nyingi za kiafya, zikiwemo kuondoa sumu mwilini, kupunguza uzito, kuimarisha utendaji kazi wa ubongo na kudhibiti viwango vya sukari mwilini. Ingawa saumu ina faida nyingi mwilini, Uislamu unatoa ruhusa kwa wale wasiokuwa na uwezo wa kufunga, kama vile wagonjwa, wajawazito, wazee na wasafiri. Wanaweza kulipia siku walizozikosa kwa kufunga baadaye, au kulipa faida kwa kusaidia maskini.
Mojawapo ya matukio muhimu zaidi ya Ramadhani ni Lailat al-Qadri, yani usiku wa kadri, unaoaminika kuwa katika 10 la mwisho la Ramadhani, hasa usiku wa 27. Kulingana na Uislamu, usiku huu ni bora kuliko miezi 1000, na Waislamu hutumia usiku huu kwa ibada maalum, kutubu na kuomba baraka. Baada ya kumalizika kwa Ramadhani, Waislamu huadhimisha Eid al-Fitri, ambayo ni sikukuu ya furaha inayosherehekea kukamilika kwa mfungo. Siku hii huanza kwa swala maalum ya Eid msikitini, ikifuatiwa na matukio ya familia, kula kwa furaha na kutoa sadaka kwa wasiojiweza. Ramadhani si tu mwezi wa kufunga, bali ni safari ya kiroho inayobadilisha maisha ya mamilioni ya Waislamu ulimwenguni kote. Inawafundisha nidhamu, huruma na ibada, huku ikiimarisha imani, mshikamano wa familia na uhusiano wa kijamii. Mafunzo ya Ramadhani huendelea hata baada ya mwezi huo kukamilika, yakiwahimiza Waislamu kuishi maisha yenye takwa, unyenyekevu na uadilifu. Na huu ndo mwisho wa kipindi hiki cha makala maalum. Ulikuwa nami Isaac Samuel. Tukutane tena wakati ujao. Chao.